Kipindi hiki cha malumbano ya hoja kinaletwa kwenu kwa ushirikiano na GEPF. Akiba ni faraja uzeeni. GEPF. Mbona waondoka na kazi haijaisha? GEPF baba, nawahi kuweka fedha kwenye akiba yangu. Haya mwenzangu, hebu niambie. Vipi uko GEPF, wamekwambiaje? Mama vipi, mbona upakui? GEPF baba, natuma hela kwenye akiba yangu. Vipi baba, mbona unaondoka? Huli tena? GEPF mama, sina simu. Napeleka hela kwenye akiba yangu ofisini kwao. Sukone. Tarehe. Boss, kwa tatizo? GEPF dada, nawe kuweka fedha kwenye akiba yangu. Umenikumbusha. Nisubiri hata pamoja basi. Aya. Nini? Asa unaenda wapi? GEPF mke wangu. Mfuko wa akiba ya wafanyakazi serikalini GEPF upo kwa ajili yako wewe mfanyakazi, mkulima, mjasiriamali kama vile machinga na hata mamalishe. Habari za usiku huu mtazamaji wa ITV, msikilizaji wa Radio 1 popote pale ulipo, na karibu sana katika malumbano ya hoja, kipindi ambacho kama ilivyo kawaida kila siku za Alhamisi muda wakati kama huu tunakutana hapa ITV katika studio zetu zilizoko Mikocheni jijini Dar es Salaam, sote kwa pamoja tukijadili mada husika ambayo iko mezani kwa siku husika. Langu jina usiku wa leo naitwa Margaret Cosmas, lakini siko peke yangu. Fatma Almasi Nyangasa pamoja na Margaret na washiriki wote walio ndani ya studio leo, pamoja na wale ambao mko nyumbani, tutaweza kushiriki moja kwa moja na kwenda sambamba tukilumbana kwa hoja usiku wa leo, ambapo wewe uliye nyumbani, uliye kwenye gari, uliye popote pale ulipo, unaweza kupata moja kwa moja huduma ya kuwasiliana nasi kupitia mitandao tofauti ya kijamii. Unaweza pia kushiriki nasi moja kwa moja kwa kutuma hoja yako. Na kama ilivyo kawaida basi tunayo makundi mawili ndani ya kipindi hiki cha malumbano ya hoja. Tunao wageni wetu katika meza kuu ambao watatupatia ufafanuzi wa kina kuhusiana na mada husika, lakini pia tuko nao wachangiaji mbalimbali ambao wameguswa na mada hii kutoka katika maeneo tofauti. Kwa pamoja basi tutaziweka mezani hoja zetu na kila mmoja atapata nafasi ya kuweza kuzungumza. Na kama Fatma ambavyo amekwambia, basi utashiriki nasi wewe ambaye uko nyumbani au popote pale kupitia katika ukurasa wa Facebook, Twitter, lakini pia kwa upande wa Radio 1 utaweza kutuma message yako kupitia katika nambari ya simu ambayo inaendelea kutajwa kule. Mada yetu Fatma usiku wa leo ni kuhusiana na viwango vipya vya ufaulu, madaraja. Na mada hiyo basi inasema kwamba viwango vipya vya madaraja ya kufaulu elimu ya sekondari, je, ni mwarobaini wa kuboresha elimu ya Tanzania? Viwango vipya vya madaraja ya ufaulu kwa elimu ya sekondari, je, ni mwarobaini wa kuboresha elimu nchini Tanzania? Lakini katika kujadili mada hii Fatma, tuko na wageni tofauti. Tuko na wageni tofauti, tuko na wanafunzi, tuko na walimu, tuko na viongozi wa vyama vya walimu. Hii yote, wadau wote katika sekta ya elimu wako hapa. Ingawa wale wengine hawakuweza kufika, lakini wadau wote wako hapa walioguswa kwa njia moja ama nyingine na hili, ambapo kumekuwa na mkanganyiko kidogo Margaret. Madaraja yametolewa, lakini baada ya muda tena tukaambiwa kidogo sivyo hivyo, basi imerudi kama ilivyokuwa mwanzo. Na vitu vya hiyo. Na leo tutapata kujua yote kuhusiana na madaraja haya. Vipi yanaweza kusaidia kuinua elimu ya Tanzania, kama hilo kweli linawezekana, na kama sio kweli basi vipi inaweza kudidimiza hiyo elimu ya Tanzania, na changamoto zingine ambazo ziko ndani ya sekta ya elimu kwa ujumla wake tutapata kuzisikia hapa. Na moja kwa moja basi katika meza yetu kuu tuko naye Rais wa Chama cha Walimu nchini Tanzania Bwana Gracian Mkoba, karibu sana. Lakini vile tuko naye mwenyekiti wa Chama cha Wamiliki wa Shule za Sekondari pamoja na vyuo ambavyo si vya serikali, pia karibu sana katika malumbano ya hoja. Labda kwa kuanza Fatma, tungeanza na Chama cha Walimu ili kidogo tupate pa kuanzia, tupate mwongozo. Labda nikukaribishe
Alafu mwalimu, ili uweze kutuelezea tunapozungumza hivi viwango au haya madaraja ya ufaulu, pengine kuna mtu ambaye anaweza akawa hayuko sambamba na sisi, vinaweza vikawa vinamchanganya kwamba hawa watu wanazungumzia kitu gani. Labda tunapozungumzia sasa hivi haya madaraja ya ufaulu ama hivi viwango vya ufaulu, zaidi tunazungumzia nini? Karibu. Asante sana mtangazaji. Kwanza mada tunayorumbania inasema kwamba kubadilika kwa ufaulu, viwango vya ufaulu kutaboresha elimu. Nianze hapo kabla sijaenda kwa viwango hivi. Kuboresha elimu kunaweza kukatofautiana kwa mtu mmoja mpaka mwingine. Labda tungeangalia kwa pamoja elimu bora ni nini na kwa nini elimu bora. Kwani usipokuwa na elimu bora unapata tatizo gani? Sasa tukishawekana sawa pale, ndio tuende mbele huko angalia, je, hivi ubadilishaji wa viwango unaweza ukaleta elimu bora. Lakini nianze moja kwa moja kwamba ubadilishaji wa viwango vya ufaulu hauwezi kuimarisha elimu, hauwezi. Naanza na moja kwa moja hiyo kwamba hauwezi. Ni sasa kama mtu angekuwa anajipu kwenye kifua alafu anayemtibu anaminya kwenye matako. Ni tofauti kabisa mbali. Sasa tuende kwenye viwango vya ufaulu. Hapa kuna viwango vya aina mbili. Kuna vile vilivyokuwa vinatumika zamani ambavyo tofauti na vitakavyoanza kutumika mwaka huu. Vya zamani kulikuwa kuna A, B, C, D na F. Vya zamani. Kuna mtoto alikuwa anafanya vizuri sana anapata A, anayefuata anapata B, anayefuata anapata C, alafu D unakwenda F. Hiyo ni kwa kidato cha 4 O level hiyo. Sasa kwa A level kulikuwa kuna viwango viwili zaidi. Kulikuwa na A, B, C, D, E na S. Sasa katika utaratibu huu katika kidato cha kwanza mpaka cha 4 ndio utaratibu umeleta mabadiliko. Kwamba tunakuwa na A, tunakuwa na B+, tunakuwa na B plain, tunakuwa na C, tunakuwa na D, tunakuwa na E, alafu tunakuwa na F. Siku zilizopita F ilikuwa inaanzia 0 mpaka 34. Kwa hiyo ukipata pungufu ya hapo, yani kuanzia 0 mpaka 34, hilo somo umepata F. Lakini kwa leo katika viwango vipya hivi F itaishia 19. Kwa kuanzia 0 mpaka 19 ndio F. Ukipata 20 umesha kwenda E. Kwa hiyo ukiangalia hapo peke yake pa kuanzia ni kwamba kuna watu wamelazimishwa kushinda. Kwa mtazamo wa zamani wamelazimishwa kushinda bila kushinda. Lakini nimesema kwamba ubora unategemea ni mtu anasema ubora gani. Mimi naongelea ubora wa kwangu. Ndio maana nasema kwamba watu wamelazimishwa kushinda bila kushinda. Kama mtu alikuwa anapata 34 unasema kwamba amefaili. Alafu sasa akipata 20 ameshinda. Naona kuna max 14 hivi zimeteremshwa ili aweze kupatikana humo. Kwa mambo ya kawaida ni kama ili ufunge goli. Goli lina vipimo, lina specification kwamba lina mita ngapi. Sasa kama timu yako inacheza haifungi, ukachukua jukumu la kupanua posti za goli zikawa pana zaidi ili atakayepiga shuti yote ingie mle, unaweza ukashinda magoli mengi, lakini umeshinda kwa sababu goal post zimepanuliwa. Sasa ndio unaweza ukailinganisha na hii. Sasa twende labda mletaji wa utaratibu huu. Kwanza kama alivyokuwa anasema Margaret kwamba siku za karibuni kumetokea na marumbano bungeni huko, kumetokea na kauli 3 hivi. Moja iliyoitwa serikali kwanza, ambayo ndio itoka kwenye vyombo vya habari, itolewa na katibu mkuu Wizara ya Elimu Profesa Sifuni Mchome, akasema kwamba daraja la 0 halitakuwepo, baada yake kutakuwa na daraja la 5. Kwa hiyo waziri wa elimu, naibu waziri Philip Mlugo akasema kwamba daraja la 5 limefutwa, 0 ipo. Lakini huyu alifuta kwa maandishi, huyu alifuta kwa maneno. Lakini waziri Lukuvi akasema taarifa ya serikali ni iliyosemwa na waziri na sio katibu mkuu. Kwa hiyo huyo Lukuvi wa 3. Mama Ana Makinda maana anaendesha bunge akasema kwamba tunasubiri taarifa ya serikali.
Kwa hiyo unaweza ukaangalia mkanganyiko huo ulivyojitokeza chap, lakini wote unatupeleka katika kujua, je, elimu bora tunayotafuta ni ya nini? Elimu bora tunayoitafuta ni ya mtu aweze kuishi maisha mazuri, na wala kuishi maisha mazuri sio lazima uwe umepata A. Kuna watu wakupata A lakini wana maisha mazuri. Kile kitu unachokijua, kama unakijua vizuri, kwa mfano umesoma darasa la 7, lakini kwenye darasa la 7 kulikuwa kuna somo linaloitwa science kim, wakakufundisha kwamba unapopika mchicha usiive sana, uive kiasi, wakakwambia kwamba usiweke mafuta mengi, wakakufundisha hivyo, ukavielewa vizuri. Na kijini kwenu kuna bonde ambao unaweza ukalima mchicha, unaweza ukanunua dagaa ukazipika, watoto wako wanaweza wasipate kwa shako, wasipate magonjwa ya utapiamlo. Na yule aliyesoma mpaka kidato cha 6 akashindwa watoto wake kukula kama wako kwa darasa 7. Kwa hiyo watoto wake wakapata utapiamlo, na ikiwezekana wakafa kama wengine ambao hawakusoma. Na ikiwezekana na huyo wa kidato cha 6 akawa anakaa na kapanga nyumbani, kakuja kukata wazee wenye macho mekundu kwamba ndio walioua mtoto wake wakati akumpatia chakula. Sasa najaribu kueleza elimu bora ni nini. Elimu bora ni ile inaweza ikatumika katika maisha ikatatua matatizo yako. Sasa sisi tuna tafsiri nyingine ya elimu bora. Elimu bora ni yenye A na B na C na B+ na D na E. Hiyo ndio elimu bora. Na kwa sababu ndio mtizamo wetu wa elimu bora, tungependa kila mtoto wetu apate hizo grade ili tuseme kwamba tuna elimu bora, hata kama hiyo elimu bora tunayosema sio elimu bora. Kwa hiyo nataka nianzie hapo kwamba mabadiliko yaliyotokea hapa ni ya kuongeza viwango vya alfabeti zile ambazo ndio zinazoonyesha ushindi, ili tutakapokuwa watoto wetu wametoka nje tujihesabu kwamba watoto wetu wamefaulu, hata kama in essence hawafaulu. Labda niseme kitu kingine ambacho watu wengi wanakichanganya. Wanaweza wakasema kwamba mshahara umeongezeka, inflation ikawa 19%, mshahara ukaongezeka 5%. Sasa mtu asiyejua hesabu ataona mshahara umeongezeka bila kujua kwamba ule mshahara ni plus alafu inflation ni negative. Kwa 19 ukitoa 5 unabakiza 14 negative. Kwa hiyo mshahara unakuwa umeshuka, ila anasema mshahara umepanda. Inategemea na mtizamo na uelewa wa mtu. Mimi ninachosema ni kwamba hapa kama lengo ni kuboresha kiwango cha ubora wa elimu kwa kucheza na hizi alfabeti, hatuwezi. Labda nitoe mfano mwingine. Kama una kabati nyumbani kwako alafu una vikombe 10. Sasa kabati yako ina shelves 3. Ukaamua kupanga vikombe 5 juu, alafu 2 katikati, 3 chini. Lakini ukatoka nje ukarudi ndani ukaamua vile 5 ukaleta chini, hapa katikati ukabaki 2, huku juu vikaisha. Hiyo haiwezi kuongeza idadi ya vikombe ulivyonavyo nyumbani. Utakuwa unabadilisha mpangilio tu, lakini vikombe vitakuwa ni vile vile. Sasa kama tunataka elimu bora, ubora wa elimu ya Tanzania, tunataka elimu bora kwa mtu wa nje au kwetu sisi? Kama ni kwa mtu wa nje ambaye hakuja kuona ubora wetu, tunaweza tukamdanganya, sema bora kabisa hii. Lakini kama ni sisi wenyewe ambao hii elimu bora tutaitumia sisi katika maisha yetu, tutakuwa tunajidanganya na tutakuwa hatumdanganyi mtu wa nje. Sasa mimi katika maisha yangu kitu kinachonisumbua sana ni kujidanganya. Kuna kitu kinaitwa self deceit, kujidanganya mwenyewe au kujitisha mwenyewe. Siku moja naangalia kipindi cha cha vichekesho, jamaa katoka ndani akasema akarudi akasema nimejitisha mwenyewe. Sasa lazima unaweza kukuta tumeshaanza kujidanganya wenyewe. Asante sana. Shukrani sana Mwalimu Gracian Mkoba, tunakushukuru sana Rais wa Chama cha Walimu Tanzania. Bwana Mohamed Mringo. Kwanza mimi lazima nijivue gamba nikae vizuri kwa maana yake. Katika hili linalozungumzwa mimi ni sehemu ya maamuzi haya. Wewe ni sehemu ya maamuzi. Usipate shida ya kuniangalia. Niangalie kwa sababu mimi ni sehemu ya maamuzi haya. Hilo la kwanza. Kwa sababu katika nchi hii wanaotoa huduma ya elimu wako hawa. TAMISEMI kwa maana ya shule za serikali na TAMONSCO kwa maana ya shule na vyuo visivyo vya serikali. Na msimamizi ni Wizara ya Elimu na Mafunzo. Kwa sisi kama wa TAMONSCO katika vitu ambavyo tulikuwa tunavipigania siku nyingi ni pamoja na hiki. Na katika mchakato huu wa kufika huku mimi na makundi mengine 17 tumeshiriki. Sasa ni kitu gani kimetokea? Kama kuna hukumu ni hukumiwe, ni sehemu yake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, alama zilikuwaje? Alama zilikuwa makundi 5 kama alivyosema mwenzangu. Lakini tumezipeleka makundi 7. Kwani mtihani ni nini?
ni kumpima anayefundishwa kama anaelewa na anayefundisha kama anaweza, kwa ajili ya soko linalotegemewa kesho, kwa ajili ya soko linalofuata. Tunapomfundisha mwanafunzi, tunamfundisha kwa sababu baada ya kumwelimisha kuna kundi la watu linamtaraji limtumie. Katika haya makundi kuna makundi matatu. Kundi la kwanza ni kufaulu hizi alama zinazoitwa ili asonge mbele katika mfumo rasmi, ambalo kitaifa na kwa taarifa iliyotoka, kufaulu kwetu kunaanzia alama 40 ambayo ni C. Hakuna mtu alisema tunafaulu kwa alama 23 kufaulu, na taarifa hii inasema, na iko kwenye mitandao na kila mtu, waandishi wa habari wamepewa. Tamaa ya taifa ni wanafunzi waanzie C na tuendelee kuwakuza na kuendelea wafikie C yenye 50 na kwenda mbele. Hawa wataweza kwenda katika mfumo ulioko rasmi. Lakini baada ya kutoka katika mfumo rasmi, hao wengine kwani wanapelekwa mochwari? Si wanabaki hapa duniani? Matumizi yao hapa duniani yanahitajika yapangwe katika makundi, ili kila mtu anayewahitaji awaone kwa jicho lile lililopangwa. Ukitoka mtu mwenye, wakati kule nyuma ilikuwa F inaanzia 34 mpaka 0. Kwa hiyo mtu ambaye aliingia akapata 0 na mtu aliyepata 34 kwenye jicho la elimu ya Tanzania wanalingana. Hii si sawa. Hii si sawa. Ndicho kilichotufikisha nusu ya Watanzania hawaendi shule, hawaendelei. Kwa sababu tunawakata miguu na mikono. Sawa ni kwamba kila mtu apate maxi. Haki ya mwanafunzi ni maxi. Sio hizi lebo. Hizi lebo unaweza kuziandika tu. Coca-Cola na Pepsi ni bicarbonate. Na hakuna kilichobadilika pale. Ila mmoja ameamua ameandika Coca-Cola, mwingine ameandika Pepsi. Hizi ni lebo. Lakini aliyepata 0 unamwangalia tofauti na jicho la 34. Na kwa sababu gani? Ukimchukua yule wa 30 mpaka 34, ukiwapeleka kuwasaidia, huyu unatumia muda mfupi kidogo kwenye kumsaidia, na yule wa 0 unaweza ukatumia maisha yako yote usimweze. Ukiweka katika makundi, unajua namna ya kuwatumia. Sehemu yetu nyingi tulioko hapa ni watu tuliotoka na D. Ila tumekuzwa, tumeendelea. Na hizi D ni lebo. Kuna watu wanatoka hapa na division 0 hapa, wanaenda India, wanarudi na masters humu. Wanaenda Kenya, wanarudi na masters humu, wanaenda Uganda, ni lebo. Kwa hiyo makundi haya mawili ya 30 mpaka 39 na 20 mpaka 29 yamewekwa kwa ajili ya watumiaji wa akili za watu ambao sio lazima waende katika mfumo rasmi. Hawa wataenda CBE, hawa wataenda VETA, wataenda FM, wataenda wapi? Watakutana Ngomani, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na kushusha alama hakukuanzia hapa. University of Dar es Salaam miaka 5 iliyopita, 10, ulikuwa unaenda engineering lazima uwe na A3. Mtu mwenye diploma Tanzania ulikuwa huwezi kwenda university. Sasa hivi university 70% ya university zinachukua diploma. Wameanza kushusha wale wanaotaji hizi product, ndio wameshusha. Yaani aliyoko darini ndio kashusha mkono kuchukua kapu. Yeye ndio kashusha viwango vyake anavyotaka yeye. Lakini ni tabia ya Kitanzania kudharau kila kitu. Amekuja Mhindi mmoja anaitwa St. Joseph, chuo kilichoko hapa Kibamba. Anachukua watu wote waliopata D anawaandikisha kwa ajili ya first degree. Na wanatoka na first degree. Kwa sababu ni ametoka nje hapo. Kwa hiyo ila kwanza niseme hili ni sehemu ya vita tunapigana siku nyingi, kwamba Watanzania wengi wanaachwa katika mfumo wa elimu kwa sababu ya hizi lebo. La kwanza. Lakini la pili ni mwarobaini, sio mwarobaini. Taarifa hii inakonklude inasema hivi, matatizo ya elimu hapa nchini ni mengi sana. Ameandika katibu mkuu. Matatizo ya elimu hapa nchini ni mengi sana. Yako mambo mengi mengine ambayo hayana budi kuendelea kuimarishwa, ikiwemo mfumo wa mitaala, walimu, mazingira ya kujifunzia na kufundishia, pamoja na vitabu na vifaa vingine muhimu. Hivi vyote vinatakiwa viangaliwe upya kama mfumo, ili baadaye tuboreshe elimu yetu. Swala ni lipi? Swala liko mbele yetu ni hapa tulipo, tuna kitu gani tunataka tukafanya kwa pamoja kwa manufaa ya nchi hii na kwa manufaa ya kizazi hiki. Kwa sasa ni kupanua wigo wa elimu
lakini kuimarisha ufundishaji na kuleta hamasa mpya ya kusoma na kujifaharisha kwa kusoma, kufundishwa na kufaulu. Asante sana, nakushukuru sana Mahmud Mringo. Margaret, kabla sijaja kwako, nimekuwa nikisikia hapa milio fulani. Vitabu jamani, tafadhali sana, tangu tunaanza tulisema kwamba ni sheria ukiingia huku ndani uhakikishe simu yako imezimwa. Kwa hivyo tunaomba sana uhakikishe simu yako imezimwa ili tuweze kwenda sawa. Margaret. Na moja kwa moja sasa, Fatma, nadhani ni wakati wa watu kutoa hoja zao kuhusiana na mada hii, ambapo hoja yetu sasa, mada yetu iko mezani kwamba viwango vipya vya madarasa ya kufaulu elimu ya sekondari, je, ni mwarobaini wa kuboresha elimu ya Tanzania? Na moja kwa moja sasa niwape nafasi washiriki ambao tuko nao hapa studio, nao pia waweze kutoa hoja zao. Karibu. Yes. Naitwa Kimonjo Aljonjo. Mimi nasema kitu kimoja cha msingi. Watanzania tuna matatizo mengi. Katika kupitia kwenye mtandao, hii taarifa ya jamaa nilisoma, nimejilizisha, inaleta matumaini. Ila tatizo letu ni figa tatu ambazo zinatusumbua. Kwanza, walimu; pili, wanafunzi. Jukumu hili serikali ilitakiwa itafute suluhisho kwanza ya utafiti zilizofanywa na wataalamu muda mrefu. Tatizo letu ni nini? Sio tatizo kwamba wao kuweka viwango hivi vya kufaulu, sio tatizo. Tatizo tunamwangalia mwanafunzi anayesoma kazini mwa Tanzania, Arusha, mwenye walimu 10, na mtu anayesoma Lindi ana walimu 2. Performance lazima itakuwa chini, hata kama wakasema kwamba 0 ianzie na 1, watu wa Lindi watapata 0. Kwa sababu shule ya kata ina mwanafunzi mmoja, ndio hilo tatizo. Ina mwalimu mmoja, hili ndio tatizo. Na wanafunzi 100. Unafikia nini kitatokea? Unaenda shule ya kata haina maabara, mtu akafanya physics, chemistry na biology, unafikia ata perform vipi? Shule ya kata mwalimu wa hisabati hayupo. Wewe unapeleka somo la hisabati akalifanya yule mtu, ata perform vipi huyu mtu? Wakati mtu wa kazini yeye kapewa miundombinu yote. Huyu atakuwa wa kwanza siku zote na watu wa kusini watakuwa nini? Hawana elimu yote inayosaidia na bado watafeli. Unamwambia mwalimu yeye akafundisha kijijini shule ya kata. Wakati mshahara wake uko chini. Unafikiri atakuwa na hali? Hatakuwa na hali yote ile. Bora akae mjini, afundishe hapa, atafundisha tuition, hatajiwezesha. Hii tatizo la muda mrefu na walimu washatoa vilio vyao. Swala ya serikali iangalie tatizo ni nini. Kama walivyosema mzungumzaji wa kwanza, sitaki kunukuu. Mtu anaumwa kichwa, anatakiwa afanye upasuaji wa kichwa, unaenda kumpasua mguu. Wewe unafikiria nini kitatokea? Utateketeza, kila utavoshusha bado watu watazidi kufeli na kiwango kitakuwa bado cha chini na tatizo bado litaendelea. Cha kufanya serikali kukaa, kuangalia wataalamu wanachohitaji ni nini katika elimu, na ili tuweze kufanyaje kuenda katika kiwango cha juu. Sio swala la kuangalia kwamba mtu kushusha kiwango wakati huduma zile za wale wahitaji watu watatu hawa hawajapewa kitu cha maana cha kuweza kufikia kiwango kile tunachokihitaji sisi. Watafeli kila siku na tutaangalia vile kila siku wataandikiwa mpaka mtu aliyopata 0 naye amefaulu tu ili kujilizisha. Okay, kwa jina naitwa Francis Soi. Katika mada hii, kurekebisha viwango vya ufaulu kwa Tanzania sio mwarobaini. Kwa sababu mwarobaini mpaka ukutibu ni process. Kwa hiyo tuko kwenye process lakini bado tujafikia kwenye suluhisho. Bado changamoto ni kubwa sana. Kwa hiyo sasa changamoto zilizoko mbele yetu, tuna focus sana kuangalia wanafunzi. Bado tunatakiwa tuangalie wale wanaowezesha wanafunzi kufikia katika hivyo viwango. Bado walimu wana changamoto kubwa sana. Sekta elimu bado kuna changamoto kubwa sana. Inahitajika training service kwa walimu, inahitajika wakaguzi nao wapewe seminar za aina mbalimbali kwa ajili ya kuboresha. Tunahitaji mazingira ya kumwezesha ule mwanafunzi, mazingira ya kufundishia nayo yaboreshwe. Bado serikali inalifanyia kazi hilo. Vile vile tunahitaji motivation hata kwa walimu, na vile vile bado wazazi wanahusika kwenye hili. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa naona kubadilisha hivi viwango ni process, lakini bado wadau, bado wazazi, bado walimu nao wanahitajika kuhusika
katika kuhakikisha kwamba wanabadili zile mindset za wanafunzi, wasiangalie tu viwango, kusoma kwao kutoke ndani bila hata ile ya kushurutishwa. Kwa kufanya hivyo tutaweza tukafikia katika ubora wa elimu. Mpaka mwalimu mstaafu ambaye nimefundisha kwa miaka karibu 42 na nilikuwa nafundisha somo la historia, na bahati nzuri tangu nimeanza nimekuwa mkuu wa idara mpaka nimestaafu. Nimeguswa sana na walimu huu naupenda sana. Ingawa nimestaafu nimeona nije niongee chochote kile. Ingawa hapa ndugu mwingine anasema tumepandisha kiwango, tuokoe wanafunzi, tuokoe zero, sijui tuokoe nini, lakini utafiti hujafanywa. Unapandisha viwango, hujajua athari gani. Hamjajua athari za kupandisha viwango. Mimi nitaanza kidogo tu kuelezea. Mwanangu, naomba nipe dakika 2-3 nielezee zaidi. Nitahapa kidogo kuelezea namna gani huo mfumo unaendeshwa. Hakuna aliyetafiti. Na ninashangaa pale bungeni wanaelezea mambo ya tofauti. Hao wanapeana mikono miwili, mambo yanaisha. Sisi tunachotafuta disadvantages na advantages za huu mfumo. Kwanza, je, mmetafiti huo mfumo unaendeshwa vipi? Au mnaongelea tu kupata 0 kupata 2? Kwa sababu kwanza tuangalie, mmezungumzia CA. Zinaitwa nini? Continuous assessment. Mmezielewa athari zake? Mimi ni mwalimu na waelezea ni sasa mnipe muda. Hiyo CA yenyewe hiyo kwa miaka mingi, tena nashukuru baraza la mtihani, na mshukuru huyu mama Nalichako, alikuwa amezuia kabisa CA ambazo hazina macho mara masikio. CA hizo ni za ubunifu. Karibu walimu wengi na nikiwemo, siwezi nikadanganya. Kutokana na matatizo walio nayo, kutokana na madarasa walio nayo, na wingi wa madarasa, na changamoto walizo nazo, na shida walizo nazo, usifikirie kuna mwalimu atakusaishia CA zote 5 akakupa maksi sahihi. Hiyo ni ndoto za bunuwasi. CA hizo nawaambieni zinabuniwa. Mtu anaandika, mtoto anapata maksi 30. Mwalimu anabuni. Kama ametoa mazoezi mawili, akipata 30 na 60, anachukua 30 na 60 imekuwa 90, anagawa mara 2, anapata average 45, anaweka zoezi la 3. Au wakati mwingine hata asaishe. Siwezi naandikwa huko juu nakuta maboksi na maboksi. Hiyo ni moja. Zikienda kule baraza la mtihani, kwa nini ndugu Nalichako alikataa? Zikienda baraza la mtihani, ukianza kugundua maksi zilizokwenda baraza la mtihani na zile zibaki shuleni ni tofauti. Kwa hiyo ndugu yangu, nini mnasema mnaharakisha huo mfumo? Sisi wengine tunaumia. Kwa sababu naharakisha, hamjajua vitu vinatendeka namna gani. Hiyo ni moja. Haya, twende kwenye project. Project hizo walikuwa nafanya kwenye vikundi. Leo nasema watafanya moja. Mmefanya utafiti. Sasa mimi nasema ITV wanafunzi wa kadhaa ambao tuliwacha wanafanya moja. Shuhudia atakapo mwagika ndani ya ITV hapa. Moja muulize nani? Au mnataka wanafunzi hao waende na wanaume zao huko barabarani wanauliza? Moja wanafunzi 300. Kila moja nina mada, mimi nafundisha historia. Huyu nampa chemistry, huyu nampa sijui Kinjekitile, huyu nampa sijui Mchwampaka, huyu nampa sijui wapi. Haya mada kama 10. Haya moja. Sijui watamwagika hapa ITV kwenye mashirika, watawapokea? Watavamia mashirika, watavamia mabenki, watavamia kitu gani? Huyo moja mliosema badala ya vikundi. Kingine mlichokiweka ni upande wa nini? Mwanangu, naomba unipe nafasi nizungumze kwa sababu samani sana mfumo huu wa kutoa asilimia. Hii ni kutudanganya, mnawabebesha watoto. Eti form 1 na form 2 mmewapa asilimia 15. Inapokwenda inashuka mnashusha asilimia. Yote hapo kwa lazimisha watoto washinde. Hiyo ni moja. Sasa tufanye nini? Sasa? Mtindo huu itafanyika nini? Tufanye nini? CA zitokane na mtihani ya form 2.
na mitihani ya form 4. Mwache mambo ya form 3, mwache mambo ya form 1, kwa sababu form 1 kwanza watoto wadogo wanapata max 10 na ndio maana mmewapa 15% ili wawapate max nyingi ili wabebeshwe. Aya nyingine, project zifanywe kwenye vikundi ili waweze kuwa na ushirikiano na solidarity. Alafu kiwango cha chini cha ushindi, hiyo umeshakizungumza, hivyo ndio ya kweli. Sasa athari zitakazotokea ni nini? Huu mfumo utachanganya na utaleta rushwa. Utatoka kwenye taasisi zile mnazozitaja kila siku nisitoke nje nikakamatwa, utaingia mfumo ndani ya elimu, na baba mtausababisha ninyi, kwa sababu mmechakachua nafasi ya mwalimu. Kwa sababu mtoto huyo akipewa CA tu anaweza akashinda, akipewa huku kwenye mitihani kwa sababu mmemshushia anaweza akashinda. Nafasi ya mwalimu iko wapi? Ni kukaa ni kurelax, kama nikarushwa nikala kidogo nikasimama. Alafu kitu kingine, huu mfumo umezaa uzembe. Mwalimu na mwanafunzi wanaojichanganya, wanaosoma vizuri hawatasoma tena. Mimi leo wametoka kwenye mtihani, walimu wanafunzi wanaambia, mwalimu, hivi kwa nini wanarudisha huko chini? Watatufanya sasa tutafanya kazi. Kwa hiyo watazembea wakiwa wanajua kazi iko, mmewabeba, mmewapitisha. Naomba wabunge wanaosikia hii kitu, nasa hata sisi tulisoma hivyo. Watu wape kazi, wakakazane, watu wakasome. Kama mnageuza viwango, sasa fikiria, huku mmeshusha kiwango, CA mnapandisha viwango. Sasa nafasi ya mwalimu kwa wapi? Atakaa, atapumzika. Shukrani sana. Fatma, mwalimu amefunguka leo. Karibu. Mimi kwa jina naitwa Ajabu Kifukwe. Mimi naona viwango vyote vya elimu vilivyowekwa hapa unaweza kawa sio 40 kabisa. Labda kawa ni mwembe au mparachichi kwa sababu ndio mitamu. Lakini 40 labda kwa nyinyi ambao mmekulia mjini, ambao mmekulia vijijini, 40 ukinywa ni mchungu. Ni mchungu mno. Kwamba unakunywa unapata uchungu lakini unakutibu. Cha msingi katika elimu sio viwango vya elimu, wala sio idadi ya walimu kuwa wengi. Tatizo ni kwamba nyuma ya walimu kuna kitu. Walimu hawafundishi. Madarasani walimu hawafundishi kabisa. Rais labda atuambie ukweli, madarasani hawafundishi. Mimi kuna kipindi nilikuwa mkoa mmoja Rukwa kule. Kipindi kifika cha kilimo kama mpunga, walimu darasani hawapo, walimu wote wapo kwenye malimu ya mpunga. Wanalima. Watoto wanaenda asubuhi, wanaamka wanaenda shuleni, wanacheza lede, hafundishi. Cha msingi tufanye hivi, walimu warudi na mezani na serikali. Kama ni mshahara ni tatizo, waongezewe. Ikiwezekana walimu tukafanya njia, tukasema kwamba motisha katika mishahara yao kwa walimu, kama mtu atamani tufute kodi kwa mishahara wa walimu. Walimu wa Afrika ni mmoja kimbilia huko, awe na nguvu na morale kufanya kazi. Kama mshahara hamna, tufute kodi kwao. Ukisema waajiri wengi utasolve walimu, hiyo wanalishwa na sumu. Kwa mfano wanasema, kwa mfano kwa mtu mmoja kama Osama bin Laden hakuuziwa na Bush wa juzi, wala kwa na ugomvi na Marekani. Wanasema ni historia ya nyuma ya ukoo wa Osama wenyewe, kwamba ni sumu ilikuwepo. Huyu akizaliwa anapewa sumu kwamba watu fulani wabaya, watu wana kwa hata tukiajiri walimu milioni 800 wakawepo Tanzania, bado anaisha sumu na wale wakongwe kwamba huku kubaya, huku kubaya. Cha msingi walimu wakae meza tena serikali, waanze upya. Kama ni kufuta kodi, tufute kodi kabisa kwenye mshahara wa walimu ili wawe na morali katika kufundisha. Ni hayo tu. Shukrani sana kwa mchango wako. Asante ndugu mtangazaji, naitwa Mwalimu Samamba, natoka chama cha walimu Manispaa ya Temeke. Hoja iliyo mbele yetu ni viwango vya ufaulu vya sasa ni mwarobaini wa kuboresha elimu, si mwarobaini wa kuboresha elimu. Nasema si mwarobaini kwa sababu kama alivyozungumza mzungumzaji wa kwanza kwamba badala ya magoli kuyafinya ili watu waonyeshe jinsi wanavyoweza kufunga kwa ustadi, magoli tumeyapanua. Katika alama zetu za mwanzo tulikuwa na C ambayo ndio ilikuwa inapeleka, ukiwa na credit ya C katika kombi unayokwenda high school ndio inakuwezesha kwenda high school A, B, C. Lakini kwa sasa maana yake watu watakwenda na E kwa mfumo huu. Sasa uwezo kusema unaboresha elimu kwa mtindo huo. Mimi nafikiri wenzetu waliofanya kazi, bahati nzuri wengi ni wasomi, waliofanya kazi hii wangekuwa wanawatakia mema wa Tanzania, wangekuja na proposal ya A kuwa 86 na kuendelea.
ili mtoto anapokaa darasani anajua ili nipate A lazima niumie. Sisi wakati tunasoma tulikuwa tunakesha, unaweka maji kwenye kalai, unakanyaga usiku wa manane usipate usingizi ili uweze kuipata hiyo. Lakini kwa mtindo huu elimu ya Tanzania haiwezi kuboreka. Lakini inawezekana, kuna kitu wanaita BRN, big results now, matokeo makubwa sasa. Inawezekana haya ndiyo yamezaa hii, kwa sababu walimu hawajaandaliwa kwa matokeo makubwa. Sasa wameamua kupanua magoli ili wanafunzi waweze kufanya nini? Mwalimu hajaandaliwa, matokeo makubwa yatatokaje within a short time? Mtihani wa tumeanza kusikia hii mwezi Mei, Juni, tumekutana pale kwenye JK, ukumbi wa JK pale mwezi Julai, lakini tunaambiwa matokeo makubwa sasa. Yaani mtihani huu wanaofanya watoto hawa lazima uwe na matokeo mazuri. Sasa kwa sababu wanafunzi hawana kitu, ndio maana hawa wakubwa zetu wameamua kwa nini? Kupanua magoli